Okay, kwenye episode ya leo tamzungumzia Zolavo. Is a gospel artist na nitaanza kuzungumzia album cover yake ya End Time Revival. Kwenye cover hapo unaona ameshikilia ualozi. Sasa in Freemason, specifically from Encyclopedia of Freemason, iolozi inamaanisha Goddess Venus. Na Goddess Venus hii law ni law ya uzinzi na uasherati. So vile vile kwenye sosi nyingine ni miungu au muungu ya Waloman na inamaanisha the same thing, miungu ya uasherati na uzinzi. Hii vile vile hiyo Goddess Venus ni sawa na ile hiyo lozi huwa pia ina present Virgin Mary, ile goddess wanayemwabudu wa Katoliki. By the way, hii Venus ni jina lingine tu la Lucifer kwa maana ya shetani. So to draw conclusion, hii album imekuwa anointed na Lucifer mwenyewe kwa ajili ya kueneza uzinzi na uasherati. Alama nyingine nitazungumzia ni ya Certain Planet ambayo tulisoma at school. So ukiangalia, nimeweka kwenye picha hapo, unaona kuna hekalu mbili za Freemason na zote zina hiyo planet Satan, na huyu Satan ndio yule ambayo tumeonywa kwenye kitabu kitakatifu kwamba ndio adui wetu. So naomba uangalie hapo mwenyewe hiyo picha uone kama unachokiona mimi ndio ninachokiona. For me ukiniuliza, inaonyesha hiyo picha ambayo iko kwenye background ya huyu msanii Zolavo ni planet Satan. So let me know what you think. Kingine nitakachozungumzia ni bendera ya Israel kwenye kanisa. Kama tulivyojadili kwenye episode zilizopita, unapoona bendera ya Israel kwenye kanisa lako, ujue hilo kanisa lako ni hekalu la shetani, you know? So kwa sababu hivi, yani unapoona hapa inavyoonekana kwenye picha, ndivyo mahekalu ya Freemason huwa yanakuwa na hizo bendera, au wanaweka ile miungu ya Kimisri. Na bendera ya Israeli inawakilisha ile alama ya 666. International collabos. So hizi collabo ni demonic au ni Freemasonly oriented. The reason nimesema hivyo, ukiangalia nikianza na Kaya aliyemshikisha kwenye nyimbo ya Revival, unaona anaonyesha devil horns, meaning yuko chini ya kiapo. Collabo nyingine nimeona yuko na Lean and Trace. Umeona amempokea na maua gani? Na ualozi ambao tushajadili tayari, in which ni Satan mwenyewe. Alafu hata ukiangalia hapo akina Lean, unaona a big pentagram before them. So yeah. So the devil is teaching them to live without God. That you can make it without God. That's how they are taught in Freemason.